Ni asante ni kwa sababu wewe ni Mungu, na ni asante kwa sababu unahitajika kuinuliwa siku zote. Ni asante ni kwa sababu wewe ni Mungu wa mianga mikubwa, na wewe ni Baba wa milele, na ni asante kwa sababu hautabadilika, lakini utaishi milele. Tuko na sababu asubuhi ya leo na mchana wa leo ya kukuinua uliye juu ya yote. Mfalme wa mbinguni, ni asante. Tena ni asante ni kwa sababu mfalme umetusaidia. Asubuhi ya leo na mchana wa leo tunakuhitaji ili ukatuongoza, si leo peke yake bali milele na milele, kwa sababu uko hai. Tukiomba kuteka nyara kila ngome, kila anga na kila madhabahu, yote si ya uungu, yote ya nia mbaya, yote ya mawazo mbaya, na yote ya kuchanganyikiwa, ikawezwa milele na ikashindwa milele. Mfalme, tunainua bendera lako iliye juu ya bendera zote, ikainuliwa mfalme, kwa sababu wewe ni Mungu. Wanayetusikiza wakiwa mbali, wakiwa karibu, wakiwa mahali popote, tunaomba nguvu zako na mamlaka yako na uwezo wako ukawa pamoja nasi. Anza nasi ibada hili ukamaliza nasi, na neema yako itatutosha kwa ajili ya utukufu wako. Tukakosekana ukainuliwa, kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye tena ndiye Mwokozi, tuomba na kuamini. Amina. Naomba niwashike ugeni kwa neno ambao ni ya mchana wa leo, ambao ninaamini ya kwamba mnayetazama mkiwa mbali, mkiwa karibu, Bwana anawapenda. Na ninazidi kukuambia, na wakati wote nazidi kukukaribisha kwa kanisa, ukiwa mbali, ukiwa karibu, na ukiwa mahali popote, nazidi kukushika ugeni kwa kanisa. Na ukitaka kufuata maelezo ya kanisa, kuna namba ambayo itapita hapo chini, andika, waweza piga na utapata msaada ama utasaidika. Na naamini ya kwamba Kristo Yesu atakusaidia kwa sababu wako pamoja nasi. Naomba nisomewe neno la Mungu ambao litakaye tuelekesha katika kitabu amoni cha Mathayo, kitabu amoni cha Mathayo 6 mstari wake ni verse number 14. Mathayo 6 verse number 14. Naomba nisomewe. Asante. Mathayo 6 mstari wa 14 inasema, kwa maana mkiwasamehea watu makosa yao, na Baba yenu aliye juu mbinguni atawasamehea nyinyi. Soma 15. Bali msipowasamehe wala Baba yenu wa mbinguni hatawasamehea makosa yenu. Asante. Naomba tusemesane kuhusu kitu kinaitwa msamaha. Na hii jambo ambalo ni ya kuhusu msamaha, ninaomba tuisemesane kwa wewe ambao unayenisikiza, ama wewe ambao unayenitazama, wewe ambapo uko ndani ya kanisa, na wewe ambapo haujaweza kuingia kanisani siku ambayo ni ya leo. Maandiko haya ni wazi sana. Tena ni wazi kabisa. Maandiko haya ni wazi. Sababu maandiko inasema kwamba uwasamehe watu wengine makosa yao waliye kufanya. Verse number 15 inasema kwamba wala usipowasamehea, wala na Baba yako aliye juu mbinguni atakusamehea pia na wewe makosa yako. Wakati ule mtu ambapo anakuwa na moyo wa kutokusamehea makosa, na yeye ni mzazi, naongelea wazazi, naongelea mtu yote ambapo sana sana wazazi ambao wako na watoto. Wakati mzazi amekuwa na moyo wa kutokusamehea, amekuwa na moyo wa kutokusamehea watoto wake ambao wametoka tumbo lake, huwa anakuwa na moyo opposite ya kutokusamehea. Anakuwa na moyo wa kulaani, anakuwa na moyo ambao ni wa kunena maneno mabaya, anakuwa na moyo ambapo ni wa kunena hila ndani ya uzao wa tumbo lake. Na wakati ananena hila ndani ya uzao wa tumbo lake,
ile hila inaharibu huyu mtoto ambapo aliyebeba miezi 9 na mtoto wa mtoto wake ambao ni mtoto atakaye muita Susu na mwingine atakaye muita Maito, sababu huyu mama ama huyu mzazi amekosa kuwa na roho ya msamaha. Ni vizuri wakati mwingine kuambia Bwana akupe moyo safi, akupe moyo wa kupondeka, akupe roho ambapo inaweza samehea, na ikaweza kuwa roho yako ni roho ya kurudisha familia yako, watoto wako, jamii yako pamoja. Wewe ambapo una roho ya kusamehea, ni jukumu lako ujiconnect na kanisa, ama uingie ndani ya kanisa, ama uende mlimani, ama upige magoti, uambie Bwana akupe roho ya msamaha. Kwa sababu unajua passimenti zile ambapo unakuta ziko na watoto, passimenti hizo zinakuwa kwa sababu ya mzazi. Unajua mzazi ama wazazi, kuna mambo ambao wazazi labda walishaona weakness ya mtoto wao, ama wakaona kitu ambapo haifai ndani ya watoto wao. Walipoona hiyo jambo haifai, huyu mzazi badala ile mtoto wasemesane na waweze kuongea, kile kitu wako naye ni kumtenga, alimtenga. Alipotenga huyu mtoto, sasa huyu mtoto anahangaika, anasunguka mtaoni zote, anasunguka, anajaribu kazi zote, anajaribu kila kona ya kazi, anajaribu bila kutembea, anajaribu kupeleka barua, anajaribu kuapply kazi, lakini kwa sababu wazazi wake walishakataa kumsamehea, walishajiundia moyo mgumu, walipoweka roho ya jiwe, walipoweka roho ya kutokukubali wasameheane, yani mtoto na yeye hawezi akaomba msamaha. Naongelea mtu ambapo anahitajika aende nyumbani akaombe msamaha kwa wazazi wake. Naongelea mtu ambao anahitajika mzazi aelewe ya kwamba yeye ndiye mzazi, na yeye akiwa mzazi, unajua ukiwa baba wa kiroho, wakati mwingine tunasemaga hii jambo lakini mnaichukuaga wakati mwingine na uzito, but atusemagi na uzito hasa sisi wachungaji, lakini jambo rahisi tu. Ukikutana na mtu mjinga, mwanze kupigana, umwelefu ndiye atachukuliwa mjinga sana. Wakati wewe mzazi unaona mtoto wako ako na ujinga, wacha kutumia hiyo nafasi ya kumlani. Ona mtoto bado ni wangu, na huyu mtoto bado ninamhitaji, na huyu mtoto bado hata nikimkosa kumbariki na nikose kumsamehea, ana mtu mwingine ataita baba wala mama, bado ni mimi tu. Na nikosa kumbariki, akisafa kwa sababu ya shida, bado nitasafa. Hiyo kitu inapokuingia tu kwa akili, utajaribu juu chini kutafuta barabara ya kupatana na huyo mtoto. Sababu kitu ya kwanza, huyu mtoto wakati unamlaani, unakosa kumsamehea kwa sababu alitenda kitendo, sikatai. Labda alikosea heshima, sikatai. Labda alikutusi, sikatai. Labda kuna maneno aliongea yako, sikatai, ukakosa kumsamehea. Wakati huyu mtoto anasafu ile makosa ya kutokuelewana, kutokusameheana, mtoto atasafu. Kama ni msichana, na hiyo kusafu kwa msichana kutume mpaka bwana yake asafu, na kutume watoto wao wasafu. Dhambi gani kubwa iliyetendeka kwa hii msichana ambao amungeongele sana, ili wache kutuma watoto wale ambapo wanazaliwa, wale ambapo wanakuita susu, wakateseka? Dhambi gani hii ambapo hamuwezi mkaiongelea, hamuwezi mkaa chini mkasameheana? Yesu anasema vizuri, wewe mzazi umepewa uwezo na mamlaka. Wingi wazazi ama sisi wazazi wamepewa uwezo na mamlaka ya kuwa Mungu wa pili ya watoto.
Na kama wamekuwa Mungu wa pili ya hawa watoto, wako support kuwa pale mbele. Si kazi yao ni kutawanisha watoto, ni kuwaweka pamoja na kuwaonyesha kusameheana. Unakuta mzazi alishaweka watoto hawa ndio bora, hawa si bora. Hiyo mpaka ameweka, inakuwa hata akifa, hata akazikwa, itabaki hiyo mpaka permanent. Na hiyo mpaka watoto wale watakayezaliwa watakuja na hiyo generation ya ile kitu kilipandwa na wazazi. Na ukiangalia kiini kai kitu kupandwa ni kitu kadogo sana, kadogo sana. Sasa kwa sababu ya kutokusameheana tu na kuambia mtu watatusameheane, tusahau na mambo iliyopita, tuendelee na mambo mengine mpya. Ni vizuri boma zetu, ni vizuri ujiulize maswali wewe mzazi, boma yako utaiwekaje pamoja na kuweza kusameheana. Lakini ukumbuke mstari wa 15, andiko imesema vizuri, usiposamehea watu wengine makosa yao, hawana na baba yako aliye juu mbinguni hata kusamehea pia makosa yako. Naongelea wewe mama, naongelea wewe shosho, naongelea wewe babu, naongelea wewe mzee, naongelea wewe kijana na wewe mtoto. Tujaribu kuwa na kupatana, tuache roho ambapo ni ya kutokusameheana. Msamaha unapoingia mpaka taifa letu la Kenya, maisha inabadilika. Bwana anaturehemu. Msamaha unapoingia mpaka bunge letu la Kenya, maisha inabadilika, sababu neema ya Mungu ama nguvu za Mungu zinaweza kuingia ndani ya maisha yetu. Tunaweza tukaongezewa maisha marefu, maisha ya amani, maisha ya furaha. Msamaha unapoingia katika ndoa ya mtu, katika ndoa ya mtu, katika familia ya mtu, wale watu wabati watoto wanaanza kupata watoto sababu msamaha umeingia. Msamaha unapoingia, maroho za kuwasumbua zinaanza ondoka. Msamaha unapoingia mpaka tunapata kazi. Msamaha unapoingia mpaka mtu ambao hajaolewa anapata bwana mzuri na anaweza akaolewa. Lakini kwa sababu ya kujipiga kifua, huwezi ukakubali kusameheana. Jana wa leo sikia Bwana akiniambia jambo moja, ya kwamba ni vizuri tusameheane na tuache mambo mingi. Sisi ni watoto wa Mungu mmoja, ambao Mungu yetu anapenda amani. Tukisa sameheana, amani automatically inaingia. Na amani huwezi ukapata mahali pengine. Heri kusameheana. Unakuta bibi na bwana hawawezi wakaongeleshana. Mwezi mzima unaisha, wiki inaisha, wiki mbili zinaisha, wiki 3, wiki 4, mwezi mzima. Sikia mtu amesema mimi na bwana yangu tumekaa miezi 6 bila kusalimiana. Kuna mtu anaongeanga na mwingine. Msamaha. Naongelea msamaha. Heri ule atakapoomba Bwana amrudie moyo wa nyama, moyo wa kusameheana, moyo wa kubondeka na moyo uliye tayari kusameheana. Mungu amani awabariki. Napowaombea wape roho ya msamaha na wape roho ambao yakubali kusameheana. Watana hiyo roho jiwe, ambia Bwana akupe roho pamoja kusameheana. Bwana ni asante kwa sababu ya wapendwa wanaye tutazama wakiwa kanisani na walio pale nje mahali popote. Naomba neema yako na nguvu zako na upatanisho wako. Kuna watu ambapo wanahangaika sababu ya kutokusameheana, ya kutokupatana. Wewe uonage sirini, wape roho ya msamaha, wape roho ya kupatana, wape roho ya msamaha, wape roho ya kupatana, wape neema ya msamaha, wape neema ya msamaha, na wape roho ya msamaha na roho ya kupatana bila familia. Hakika Bwana, utukufu wote na sifa zote zikakurudia. Kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye hai tena aliye Mwokozi, tuomba na kuamini. Amina. Ukiwa na swali yote kuhusu hiyo neno ambalo tumetangaza ama tumehubiri, waweza piga kwa hiyo namba itapita hapo chini, na naamini kwamba utasaidiwa. Asante. Mungu amani awabariki
awatende mema. Asante, bye.